Habari yako mzazi na mlezi, karibu kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo tunaenda kugusa swala la msingi sana ambalo ni athari za mapenzi kwa wanafunzi. Katika umri wa ujana, moyo huzungumza na moyo unakuwa unahisia kabla akili haijajifunza kunyamaza. Mwanafunzi kama mwanafunzi anakuwa na ndoto, anakuwa na malengo, anakuwa pia ana hisia. Yaani anakuwa anawaza mawazo ya mapenzi, mawazo ya mahusiano, vitu ambavyo wakati mwingine haviepukiki, lakini vinaweza vikazoeleka. Leo katika Moyo wa Malezi tumekuandalia hoja 5 ambapo tutaenda kugusa kona muhimu sana ambayo wazazi watatakiwa wafuatilie sana kuhusu mahusiano ya watoto ambao ni wanafunzi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya malezi, kwa ajili ya mahusiano na kwa ajili ya biashara. Una uwezo wa kutupigia simu au kutuandikia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu twende tukaone madhara ambayo watoto wanayapata kwa kujihusisha na mapenzi wakiwa shuleni. Karibu na tuanze. Athari ya kwanza ni mapenzi na kupungua kwa umakini darasani katika masomo. Mwanafunzi anayependwa au anayependa mara nyingi anakuwa na hisia, anakuwa na msisimko, kwa sababu mapenzi yanaleta msisimko. Anakuwa na hisia, anakuwa na msisimko, anakuwa na muwaza mtu anayempenda au mtu anayependwa. Mara nyingi unakuta badala ya kuzingatia masomo, anakuwa anazingatia, yani anasubiria. Amekaa anasubiria simu ya mpenzi wake, anasubiria mawasiliano, anasubiria kuitwa, anasubiria ataambiwa nini na mpenzi wake. Wakati akisubiria, anajikuta anashuka kimasomo, anajikuta umakini unapungua, anajikuta anakuwa mzembe darasani, kwa sababu tayari umakini unakuwa umeshapungua. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana wazazi kuhakikisha wanashirikiana na walimu. Wazazi shirikiana na walimu kubaini tabia na mienendo ya watoto. Watoto wanaweza akaingia kwenye mahusiano, akajikuta concentrate darasani, anakuwa anashuka, anawaza simu, anamwaza mpenzi wake. Ukishirikiana na walimu, walimu wanaweza wakakusaidia zaidi kukuambia mienendo sahihi ya mtoto wako, kwa sababu walimu ndio mara nyingi wanakuwa wanashinda na watoto muda mwingi. Wanakuwa wanajua tabia za watoto. Mzazi shirikiana na mwalimu kuhakikisha unabaini tabia za mtoto ili kuweza kumsaidia. Athari ya pili ni msongo wa mawazo na shinikizo la kihisia. Mapenzi ya ujana mara nyingi hayana uimara. Kwa hiyo itakapotokea dosari kidogo tu inavunja moyo na inaleta msongo wa mawazo, kwa sababu unakuta wakati mwingine kama ni dosari kidogo tu unakuta watu wale vijana ambao ni wanafunzi walio kwenye mahusiano wanaachana au wanagombana. Kitu kidogo tu kinaleta mzozo mkubwa. Hiyo inamfanya mwanafunzi awe na msongo wa mawazo. Anajikuta anawaza mpenzi wake, anawaza ule ugomvi, anawaza kwa nini? Kwa sababu katika yale mapenzi ya umri mdogo yanakuwa hayana uimara. Ukomavu wa akili unakuwa haupo pale. Kwa hiyo inaleta madhara. Inaweza ikapelekea msongo mkubwa wa mawazo. Inaweza ikapelekea hata kuathirika kisaikolojia. Watoto wengine wanapelekea mpaka wanaweza wakajidhuru, hata kujiua. Wakati mwingine unakuta mfarakano, kama wazazi angalau wamehisia na kujua kidogo, mtoto anaweza akajikuta amefarakana na wazazi wake. Wazazi wachukue tahadhari kuhakikisha kwamba wanagundua yani zile hisia za mtoto mwanzoni kabisa, ili iwe rahisi kumsaidia, iwe rahisi kumshauri vizuri tu kwa upendo na kumweleza madhara yake. Athari ya tatu ni mapenzi na maadili ya nidhamu shuleni. Mara nyingi wanafunzi wanapojihusisha na mapenzi wanajikuta wanachelewa shuleni. Anachelewa shuleni akiwa anamsaka mpenzi wake ili aweze kuonana naye. Wakati mwingine anavunja sheria na taratibu za shule. Hiyo inapelekea wakati mwingine mwanafunzi anaweza akapewa adhabu kali au akafukuzwa shule, vitu ambavyo vinamshusha katika masomo yake. Mapenzi yanapokuwa yamevuka mipaka, mapenzi yanapokuwa yameingia kwa wanafunzi, awe wa kike, awe wa kiume, yanamfanya kabisa anakuwa mtovu wa nidhamu, kwa sababu anakuwa anajisikia amekuwa,
anakuwa anajiona ni mkubwa, anakuwa anaona kama analingana tu na walimu, anaona kama analingana na wazazi, anaona kama kitu ambacho kile anakifanya ni kizuri sana, ambacho hata na anaona kama na watu wengine mbona na wao wanafanya. Kwa hiyo unakuta wakati mwingine anavuka mipaka. Ile kuvuka mipaka anajikuta maadili yamepotea. Kwa hiyo na nidhamu inakuwa haipo, ambayo inaweza kumsababisha akafukuzwa shule au akapata adhabu kali. Na akifukuzwa shule anakuwa amepoteza malengo yake, akipewa adhabu kali pia inamuathiri kisaikolojia. Kwa hiyo wazazi tunapaswa kufuatilia sana wanafunzi kuhakikisha kwamba wanaenenda vizuri na wanaacha kujihusisha na mahusiano ambayo ni hatari katika maisha yao. Hoja ya 4 ni hatari ya mapenzi kiafya na kijamii kwa mwanafunzi. Mwanafunzi anapokuwa amejihusisha na mapenzi akiwa mwanafunzi, pale anaweza akajikuta anapata athari kubwa sana, ambazo labda anaweza akajikuta anapata mimba ambazo ni mimba za utotoni. Sasa wakati mwingine anapata magonjwa ya ngono, magonjwa ya zinaa, wakati mwingine analeta aibu kwa familia yake. Huyo mwanafunzi anaweza akajikuta ndoto zake zimepotea na anaweza akajikuta ameaibika, au wakati mwingine amepata mimba, anaweza akajikuta ameingia kwenye malezi akiwa mtoto mdogo, ameingia kuwa mzazi wakati yeye ni mwanafunzi, ambapo tunasema mtoto amezaa mtoto. Kwa hiyo ni muhimu sana wazazi, nasisitiza tuhakikishe kwamba tunawasaidia watoto wetu kupata elimu ya kuona kwamba kuna madhara kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo, au mwanafunzi anapokuwa shuleni asubiri, inawezekana kusubiri. Athari ya 5 hii ipo katika upande chanya, ambapo mapenzi yanapoweza kudhibitiwa kwa busara, mwanafunzi anaweza akapata usaidizi kutoka kwa mwenzake ambaye ni mpenzi wake. Pia mwanafunzi anaweza akapata hamasa ya kusoma kwa bidii kama labda wanasoma wote kwa pamoja. Pia mwanafunzi anaweza akajitambua na akajielewa kama mwenzake ana busara, kama atasaidizana na wazazi, atasaidizana na walimu, amepata kibali. Kwa hiyo inaweza kumsaidia mwanafunzi kumvusha kutoka mahali pamoja kwenda pengine. Hiyo inaweza kumsaidia kama itadhibitiwa vizuri na itakuwa katika usimamizi mzuri wa watu ambao tayari walishakuwa watu ambao ni wakubwa. Hiyo inaweza kumsaidia mwanafunzi na kumweka sehemu ambayo ni nzuri. Cha msingi ni kuzingatia uaminifu, upendo na muda. Yaani mwanafunzi hapo anaweza akajikuta amepata faida na amepata mafanikio. Hiyo sasa ni kwa upande chanya. Ndugu mzazi na ndugu mlezi, mwanafunzi ni kama mmea chipukizi, ambapo ukiunyunyizia au kumwagilia maji mengi sana unaweza ukaoza, na ukiuchelewesha una uwezo wa kukauka. Ndivyo hivyo walivyokuwepo watoto wetu. Kwa hiyo cha msingi sana tuwaonyeshe watoto wetu upendo kabla hawajaonyeshwa na watu wengine. Tuwajali, tuwaambie kwamba tunawapenda, tuwaambie kwamba wao ni wazuri, tuwaambie kwamba wao wanaweza, ili wasije wakaambiwa kule njiani wakaona kwamba huo ndio upendo. Tunasema siku zote kwamba mapenzi sio mabaya, ila yakidhibitiwa na yakienda kwa wakati sahihi. Bila shaka umejifunza kitu kipya, na huo ndio moyo wa upendo, moyo ambao una uwezo wa kulea, sio kubomoa. Una uwezo wa kutupigia simu au ukatutumia ujumbe ukatuambia wewe unamlea vipi mtoto wako, unampa maadili gani, unamsaidiaje kuhakikisha kwamba anavuka hili wimbi la mapenzi akiwa mwanafunzi. Subscribe kwenye video yetu, share, like na comment. Asante kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu akubariki. Asante.